Maadili mema ni msingi wa jamii yenye mshikamano na maendeleo. Hata hivyo, kumekuwa na ongezeko la changamoto za kimaadili kutokana na kupungua kwa ushiriki wa ibada miongoni mwa watu, jambo linalohitaji juhudi za pamoja kulirekebisha. Hayo yamebainishwa na Juma Hamadi, kiongozi wa dini ya Kiislamu katika kata ya Nyanguku, Manispaa ya Geita, wakati wa kikao cha kutambulisha umoja wa viongozi wa madhehebu mbalimbali katika kata hiyo. Pamoja na mambo mengine, Hamadi ameeleza kuwa ndoa ni msingi wa uhalali wa mahusiano ya ndoa na malezi bora ya watoto kwa mujibu wa mafundisho ya dini. Ameeleza kuwa ndoa huwahakikishia watoto haki zao zote, ikiwa ni pamoja na mirathi, haki ambayo mara nyingi inakosekana kwa watoto waliozaliwa nje ya ndoa. Kwa upande wake, naibu meya wa Manispaa ya Geita ambaye pia ni diwani wa kata ya Nyanguku, Elias Ngole, amesema viongozi wa dini wana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii, hivyo serikali itaendelea kushirikiana nao. Aidha, amesisitiza Uislamu haukubali watoto wanaozaliwa nje ya ndoa, kwani hali hiyo huwanyima haki zao na kuwasababishia maisha magumu bila ulinzi wa kisheria. Hamadi ameongeza kuwa ni muhimu kwa jamii kuzingatia utaratibu wa ndoa ili kuondoa changamoto zinazowakabili watoto wanaozaliwa nje ya ndoa ambao mara nyingi hukosa haki na hukumbana na mazingira magumu ya maisha. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media. Kanisa yana kazi kubwa sana ya kumtangaza Mungu, lakini pia kuepusha maovu katika jamii. Maadili yameanza kuporomoka kwa sababu walio wengi hawaingii kwenye makanisa. Sasa pia tuna mkakati wale ambao hawafiki kwenye makanisa, basi pia kuwapeleka kwenye makanisa. Ikiwa utaamua kwenda RC, ikiwa utaamua kuingia Uislamu, hayo ni malengo yetu ambayo tumejipangia. Ili mradi kila mmoja awe anashiriki kwenye masuala ya kanisa au msikiti ili apate elimu ya kiroho. Kwa sababu unapokuwa na elimu ya kiroho, basi maovu mengi yanaanza kuputika pale kwenye jamii. Sawa, wizi utakuwa unapotea, zinaa inapungua kwa kiasi fulani, watu wanaoa kwa ndoa zilizo sahihi. Kama alivyosema, ndoa kwa kweli ni sunna ya manabii. Manabii wote walioa, sawa, waliingia kwenye na kupata watoto. Unapooa basi unahalalisha tendo la ndoa, lakini pia unahalalisha watoto ambao watapatikana kwenye utaratibu ule wa ndoa. Bila ndoa inaweza ikaleta shida. Kujizalia watoto ovyo ovyo, Uislamu huwa hukubali, sawa. Wale watoto wanakuwa hawaeleweki, sawa. Hawaeleweki kwa sababu unakosesha mirathi yao. Hawapati haki ya mirathi. Tutalazimisha tu kuwapa mirathi, lakini mirathi hawana. Yule ni mtoto wa mama, sawa. Hiyo baba hahusiki. Kwa hiyo ndio tunatakiwa tupate watoto katika kivuli cha ndoa, ili tuweze kuendelea na maisha vizuri na Mungu akatujalie katika maisha yetu, kwa sababu muda huu ambao tunaishi ndio rasilimali. Tujue wote tutaondoka hapo ulimwenguni na tutaelekea kwa Mungu mmoja ambaye kaumba mbingu na ardhi. Kwa hiyo hilo ni muhimu, kwa sababu rasilimali hii ya umri inabidi tuitumie vizuri, na kila siku ambayo inaondoka, siku hii hairudi tena. Sisi tunaita tu leo Alhamisi, Ijumaa, lakini kwa Mungu haipo kabisa, ni siku tofauti kabisa, sawa. Kwa hiyo kila siku unatakiwa uiwekee zawadi. Unaweka zawadi kiasi gani? Na zawadi ni ucha Mungu. Uangalie yale matendo ambayo Mungu amri zake unazitekeleza, lakini pia unakatazika na makatazo yake. Kuna vitu ambavyo unaona ni vidogo lakini vikubwa. Kwa kweli Nyanguku hii yote, kwa kweli hamna ambaye hamzungumzi diwani kwa ukarimu wake, sawa, kwa utendaji wake ambao umetukuka. Kwa hiyo hilo lipo na tunalifanyia kazi. Kwa hiyo na yeye pia anatusaidia katika madhehebu yetu. Kwa mfano hapo msikitini amechangia katika masuala ya umeme, kuingiza umeme msikitini, sawa. Wengine amechangia pia kusaidia ujenzi wa makanisa, sawa. Kwa hiyo anajitahidi na miundombinu ya barabara, afya, yani yote kote. Sekondari hapa tulikuwa na moja, sasa hivi tuna 2. Shule za msingi zimeanza kuongezeka, na shule sikizi sasa hivi zipo ambazo zinaendelea kujengwa. Kwa hiyo yote hayo ni maendeleo kwa ajili ya mustakabali wa watoto wetu ambao watapata elimu ya kiwango. Mchango wa madhehebu na viongozi wa madhehebu wa dini, mchango wao ni mkubwa sana kwenye jamii yoyote ile.
Hawa watu wanahubiri amani, wanahubiri upendo, wanahubiri utulivu. Kwa sisi serikali tunapokuja na zile sheria za usiibe, usitende makosa, na wao wanahubiri yale yale. Lakini wao wanatusaidia zaidi kwenye ishu ya upendo, kusameheana. Na saa zingine kwa yale tunayoyahubiri sisi kule mtaani, wao ndo wanayabeba, wanakuja kuyatafasiri kwa kupitia vifungu vya Biblia. Na tunaona tunafanikiwa kupitia viongozi hawa wa dini. Na ndio maana hata waliponiita siku 6, nimekuja, nimewasikiliza, wamenipa maelekezo yao na changamoto, na mimi nimewapa baraka kabisa umoja uendelee, na nimewaelekeza mle ndani kwamba kuanzia sasa wakae watengeneze formula nzuri, na saa zingine waniletee orodha kamili na idadi ya wanachama wao, ili kusudi na mimi niweze kuwashika mkono wasije wakakwama sehemu yoyote. Kwa ufupi ni kwamba serikali tutawashika mkono moja kwa moja.